kusema ukweli binafsi yangu nilikuwa nawashushua watu. Nasema hatwendi kaburi moja. Naenda mimi na kaburi langu, wewe unaenda na kaburi lako. Kwa hivyo niacheni hivi hivi. Karibu ndugu, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi, na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wameweza kukutendea kupitia baba yetu mtume na nabii James Onea, na utatuambia una shuhuda ngapi. Karibu. Asante. Shalom kanisa. Kwa jina ninaitwa Fatuma Kondo. Nina shuhuda kama 2. Karibu. Namshukuru Mungu sana kwa matukio aliyonitendea Mungu katika hekalu hili. Mimi nilikuwa sio hivi jamani ndugu zangu. Namshukuru sana babangu kwa kuniponya, kwa kuniombea na kwa kunishindia. Kaniponya. Mimi mkono wangu ulikuwa ushiki kabisa. Hiki kidole kilikuwa kinanasa hapa. Nikaandika nikaenda ndani kwa baba. Kaniombea. Namshukuru Mungu. Mkono sasa hivi na kinga ngumi, nilikuwa sifanyi hivi, nilikuwa sifanyi kitu chochote huko mpaka ulivimba. Nimepona bila dawa, bila kitu chochote. Namshukuru Mungu sana. Shuhuda ya 2, namshuhudia mume wangu. Matukio mengi sana yanamkuta na yanamuepuka. Kakoswa na gari. Salenda. Anasema mke wangu leo sijui ningekuwa mochwari, sijui ningekuwa wapi, vipi? Gari limetoka huko. Navuka tu gari limetoka huko. Mimi kilicho ninyenyua pale sikijui, nimeenda kurushwa huko. Baskeli nyanga imeharibika. Nikasema hapana. Aliyokunyenyua hapo ni malaika wa ulinzi. Ndio kakurusha pale kakuepusha. Gari imefanya nini? Imepita juu ya baskeli. Mungu atakutendea. Atakuponya tu. Vipi maumivu? Anasema kiuno tu ndo kinaniuma, maana yake ni tika sana chini. Nikasema utapona tu. Hakuna jinsi wala nini, utapona. Mume wangu kapona katika siku 2-3. Anasema sasa hivi niko mzima. Siumwi kiuno, siumwi kitu chochote. Mimi mzima. Alafu tena siku nyingine kadondoka hapo na baskeli yake. Bodaboda chini, yeye mwenyewe chini. Ameletwa na watoto hapo. Vipi nimeanguka, sina hata nguvu, natetemeka. Kisa nini? Sielewi mke wangu. Manake nikasema Bwana wewe utapona. Malaika yupo wa ulinzi. Utapona kabisa, usiwe na wasiwasi. Sawa, nashukuru. Maombi yako yananisaidia. Na anapotoka tu lazima nimkabidhi kwa Mungu. Nasema Mungu, shusha moto wako uliye mkali ndani ya nyayo zake. Ukamlinde kiumbe huyo anaenda huko. Kweli mwenyewe anakuja kusema mimi namshukuru Mungu. Maombi yako yananisaidia. Maombi yako yananilinda. Nikamwambia sio mimi, baba yule kule anayeteseka, anayetuombea usiku na mchana kutulilia. Akasema sawa, nenda mke wangu. Zidi kuniombea mimi. Nikasema na kuombea usiku na mchana, naota na kuombea wewe. Nikistuka tu, Mungu naomba nilindie mume wangu. Mungu nilindie mume wangu kazini kwake. Yuko porini, kazi zenyewe hizo za kawaida. Usiku huu baba, naomba ulinzi wako kwenye mkono wako, ukamlinde yule. Akija mimi nimeamka salama asubuhi. Nikia vipi? Mimi niko mzima kabisa. Haya, kumekucha. Mambo yanaendelea. Yote namshukuru Mungu kwa tukio baba anayetuombea usiku na mchana, anayeumia. Pia shuhuda nyingine naongezea jamani. Namshukuru Mungu kwa kumponya yule mjukuu wangu, nadhani mlimuona tumbo lake. Kila siku mimi napiga simu nyumbani Morogoro. Dada vipi? Mtoto ajambo, kaenda shule, nashukuru sana. Tumbo lake sasa hivi laini. Nikamwambia Mungu yupo tu, atapona tu huyo. Mungu yupo, atapona. Zidi kumuinua tu. Anaenda shule. Mwana mjukuu wangu alikuwa hana amani shuleni. Wanasema utazali ni mimba kubwa hiyo. Wanafunzi wenzie hana raha. Sasa hivi mjukuu wangu wewe anaenda shule. Ni hilo tu mamangu. Amen. Amen. Haleluya. Ninaomba nikurudishe katika shuhuda ya kwanza. Umetuambia kwamba ulikuwa na changamoto ya mkono, ni kwa muda gani? Lakini huo mkono ni nini? Naomba utuonyeshe zile ishara watu wapate kuamini ya kwamba ni mkono tu, kwamba umeamka unauma, au kulikuwa kuna jambo ambalo nilivyoamka tunakuta mkono unafanya nini? Kidole nyanywe juu watu waone. Kidole kilikuwa kikunji, yani kikikunja hivi kinang'ang'ania, mpaka baba sikio kashuhudia pale. Kiling'ang'ania vya kiganduki huwa hivi. Kilikuwa kinyoki. Yani kikiganda hivi ni hivi. Mpaka nikaenda baba nikamwambia niangalie mkono wangu, na kweli yeye mwenyewe kashuhudia, akasema utapona tu, uwe na amani. Nikasema asante sana baba yangu. Nitakuwa na amani, nitapona tu.
nimepona, sijapaka dawa, sijapaka kitu chochote, huko kote kulivimba huko. Yaani nikifanyia hivi mkono wote ulijao, lakini nimepona ghafla tufia, umeshaisha mkono wangu, namshukuru Mungu. Na vyote nilivyokuwa navyo nitapona tu ghafla. Mimi sikuwa hivi, nilikuwa mzito, nilikuwa sijui nikoje. Yaani hata moyo wangu ule ulikuwepo sio hivi, lakini sasa hivi na amani kibao ndani ya nyumba yangu. Amen. Ninarudi kwenye ushuhuda wa pili. Watu wengi wangependa kutambua na kufahamu na kujua ya kwamba kwa nini wewe unakuja hapa na kumlingana Bwana. Najua kwamba umetokea upande wa pili. Ni mume wako ni Muislamu Kabisa. Na amekupa kibali cha kuweza kibali. Tena yeye ndo naona kama yeye ndo mwenye amani na kunifukuzia mimi. Namshukuru Mungu sana. Tena na mimi ndo nazidi kumwombea, nasema Mungu mbadilishe huyu, asisikie ya watu na asisikilize ndugu zake usema mwanamke anaenda kanisani sijui nini. Nasema Mungu kazibe yale wanempata kumpa vishawishi pa kunizuia mimi. Na yeye mwenyewe anasema mke wangu nenda, majuto nilikuwa naona mimi, nilikuwa najisikia mimi matatizo, unavoumwa miguu utembei, mara hapa panauma, mara hapa panafanya nini, nilikuwa naona mimi sio ndugu yangu, nenda peupe. Na mimi nakuja hapa kanisani roho yangu nyeupe, sina kiziwizi na simuoni mtu akunizuia. Amen. Na unawashauri nini wale watu ambao yamkini wamekuwa ni wavivu kuja katika ibada? Yaani najua kabisa uponyaji wa mume wako katika ajali na matukio mbalimbali ni kwa sababu umekuwa ndugu yetu ukijikita katika kila ibada ambazo zimekuwa zikitangazwa. Kufungua malango ya wiki upo, ibada za katikati ya wiki upo, Jumapili upo, na umekuwa ukijikita kuomba. Lakini kuna watu wengine wakija kanisani hapa unakuta wamekuja kama kutembea na kushangaa. Na wapo wamama ambao yani hawachukui hiyo nafasi kuitumia katika kuombea familia zao. Unawashauri nini asubuhi ya leo? Mimi kama mimi na washauri, wapo Waislamu wenzangu hapa. Kama wapo Waislamu wenzangu wasisikie vishawishi pa kusema we Muislamu mzima unaenda kanisani, wasisubutu kushiriki maneno kama hayo. Yule mtu anayekuja kuambia we Muislamu mzima unaenda kanisani, mimi kusema ukweli binafsi yangu nilikuwa nawashushua watu. Nasema hatwendi kaburi moja. Naenda mimi na kaburi langu, wewe unaenda na kaburi lako. Kwa hivyo niacheni hivi hivi. Sasa wenzangu, kama mpo Waislamu wenzangu, msimame imara. Hapa kuna makubwa yanayotutendea. Tena makubwa kabisa. Tumezunguka Uislamuni huko, tumekwenda, tumerudi kwenye Uislamu, kwenye Ukristo. Sasa Ukristo mimi namtukuza Yesu, ndio ngome yangu, ndiye nilinda. Hata akijaa familia yangu imekaa inaniangalia, anasema mimi namwamini Yesu tu. Yesu ndio mtetezi wangu, Yesu ndio ngome yangu, Yesu ndio nguzo iliyo imara niliyosimama mimi. Kwa hivyo msinipoteze nikaacha mimi kutafuta uponyaji, kutafuta njia ya kwenda mbinguni. Amen. Ndugu yetu Fatuma Kombo, hakika na kweli umechagua fungu lililo jema, na usiogope kwa sababu uko mahali sahihi kwa wakati sahihi kwa mtumishi sahihi. Ataendelea kukukumbatia chini ya mbawa zake. Hakuna malango ya kuzimu wala kaburi yatakayokuzuru katika jina la Yesu Kristo. Endelea kupambana, endelea kuomba, endelea kuyatamia familia yako, na Mungu akuhifadhi hata baada ya vizazi vingi, na ubarikiwe na Bwana.